Somo letu la leo ni mwanzo wa kweli. Inatoka katika kitabu cha Yoshua 12 mstari wa 11 hadi 12. Na watu katika ulimwengu huu wanaishi kwa njia ambayo ulimwengu unawafundisha, lakini hata hivyo, katika maandiko ya leo, Yesu anatufundisha jinsi watoto wa Mungu wanapaswa kuishi katika ulimwengu huu. Na mwanzo wa kweli husababisha jibu la kweli. Kwa hivyo, katika utangulizi kwamba tunapaswa kuangalia kwa usahihi jinsi ulimwengu unavyokwenda na jinsi ulimwengu unavyoangalia nyuma. Katika siku ambayo Yesu na wanafunzi wake waliishi na sasa sio tofauti. Na bila ubaguzi, kwamba kila mtu anayempenda Mungu anaishi kwa faida yake mwenyewe na mafanikio. Na bila Mungu, chochote kinachofaidika kwao au cha thamani kwao, wanafukuza tu hilo na wanadanganya familia zao na watoto wao na hata marafiki zao tu wakati faida yake kwao. Na ndiyo maana, ikiwa mke wao, mume wao na hata watoto au wazazi watapotea kwao, hawapendi hilo. Na hata kwa kwenda kanisani na kumwabudu Mungu ni hiyo kwa faida yao wenyewe, ambayo inamaanisha kuwa hawaamini Mungu. Kwa hivyo, ndoto na malengo yao ni kubarikiwa na kuishi maisha ya starehe katika ulimwengu huu. Na kila mtu anahitaji kupata msaada kutoka kwa watu wengine. Na hiyo yote ni furaha ya mwili na mafanikio ya kimwili tu. Na kwa faida yao wenyewe, wanapigana na kushindana kwa faida yao wenyewe. Na mawazo na jinsi wanavyoshindana na wanapigania faida yao. Ingawa kulikuwa na njia sahihi na kisha, lakini yote yalikuwa mkakati wa Shetani. Na mwanadamu alipaswa kuwa pamoja na Mungu, kwa sababu waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Hata hivyo, Shetani anawadanganya na kusema kwamba unaweza kuwa kama Mungu, na hata unaweza kuishi vizuri bila Mungu. Na wewe ndiye Bwana wa maisha yako. Na kila mtu alitaka kuishi akiwa amejikita juu yake mwenyewe, na wanafikiri kwamba wanaweza kuishi vizuri ikiwa watafanya kazi kwa bidii, na wote wanaanguka katika wanefili ambao ni kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Na mapepo yana nguvu, kwa hivyo ikiwa unazingatia na kuzingatia kitu cha kuweka juhudi juu ya hilo, basi anaweza kujibu matamanio unayotaka na watu katika ulimwengu huu. Alitaka kuishi akiwa amejikita juu yake mwenyewe, na wanafikiri kwamba wanaweza kuishi vizuri ikiwa watafanya kazi kwa bidii, na wote wanaanguka katika wanefili ambao ni kujazwa kwa roho ya upepo. Na mapepo yana nguvu, kwa hivyo ikiwa unazingatia na kuzingatia kitu na kuweka juhudi juu ya hilo, basi anaweza kujibu matamanio unayotaka. Na watu katika ulimwengu huu wanafikiria kwamba ikiwa watafanya kazi kwa bidii, wanaweza kufikia na kukipata chochote. Lakini kabisa, majanga na laana zitafuata, na huo ndio mkakati wa Shetani. Na wanaonekana kama kujenga mnara wa Babeli, lakini siku moja watabomoka. Na hata hivi sasa, Shetani anatumia utamaduni wa giza ili kuwafanya watu wasiweze kutambua Injili. Na wanafikiri kwamba wao ni werevu na wao ndio Bwana wa maisha yao, lakini kuna Bwana wa kweli. Na Bwana wao halisi
alikuwa Shetani, na Shetani anatawala hewa na hawana chaguo ila kumfuata bwana wao. Na watoto wa Mungu waliumbwa kama kiumbe wa kiroho na waliumbwa ili waweze kuishi tena kiroho, lakini wanafuata mwili na wanaishi kama mnyama na kufuata mafanikio ya ulimwengu. Na waliadhibiwa na Mungu na kisha wakaishi katika ulimwengu huu wakiwa wamevaa kila mzigo, na ndio sababu kuna magonjwa mengi ya kiakili katika ulimwengu huu. Na kwa haki, athari ya shida ya kiroho inatokea, na ili kuponya shida yao ya kiroho, wakati watu wanakunywa pombe na kukunywa hata dawa za kulevya na hata kucheza michezo. Na kadri wanavyofanya hivyo, ndivyo shida yao ya kiroho inazidi kuwa kubwa. Hawawezi kuishi maisha sahihi, lakini wanaishi maisha ya uongo, na wanapaswa kwenda kuponya kumfuata baba yao, lakini kabla ya kwenda kuzimu, wanaishi katika dunia hii kama wanaishi kuzimu. Na shida hii yote ya kiroho ambayo mimi na familia yangu tunayo, yote yanahusiana na watoto wetu wa kizazi kijacho. Na kila mtu katika ulimwengu huu anakufa kwa mikakati hii 12 ambayo Shetani alifanya. Ndiyo sababu tuliitwa kama watoto wa Mungu, basi lazima tuwe na jibu la kushinda shida za ulimwengu huu. Na kabla ya kwenda nje na kufanikiwa, kile unachohitaji ni kujiandaa sasa hivi. Ikiwa haujui siri hii, basi itabidi uendeshe safari ya ulimwengu huu na mwishowe utashindwa. Na jambo la kwanza ambalo Mungu alitupa ni kuchapishwa mzizi na hata asili na injili hii, ambayo ina maana kwamba tunapaswa kurejesha baraka ambazo Mungu ametupa zilitumiwa kuanguka kwa dhambi, laana na hata asili ya kuzimu. Na chanzo chote cha asili ya mwanadamu kimeanza kutoka katika kitabu cha Mwanzo 3, na tunaiita dhambi ya asili au shida ya kimsingi, na ndiyo sababu Mungu aliweza kutupa agano la uzao wa mwanamke. Kristo ataponda kichwa cha nyoka na atamwokoa binadamu. Na kwa ajili ya kazi hii, Mungu alikuja hapa duniani ili kumaliza kazi ya Kristo. Mwanadamu ambaye alianguka katika Mwanzo 3, dhambi ya asili, na hawezi kumjua Mungu wala kukutana na Mungu, na ndiyo sababu Mungu amekuja hapa duniani kuokoa watu wake, na ni baraka ya Imanueli. Na yeye ndiye mfalme wa kweli ambaye ameharibu kazi ya Shetani ambayo bado inawafanya watu wasiweze kumjua neno la Mungu. Na mawazo yote ya wanadamu ni maovu na makovu, kwamba hawana chaguo ila kufanya uhalifu na dhambi. Lakini ili kumaliza shida hiyo na kusamehe dhambi hiyo, alikuja kama kuhani wa kweli, kwa sababu Mungu ni muumba. Kwa sababu Mungu ni muumba, haonekani kabisa. Lakini leo alituruhusu kujua jina la Mungu. Ni jina ambalo ni kweli, njia na hata uzima. Ni jina la kutuokoa na kutoka kwa kazi ya Shetani, dhambi na hata laana. Yeye ndiye nabii wa kweli ambaye amefanya kazi ya Kristo. Na katika kitabu cha Yohana 19 mstari wa 30, baada ya kufa msalabani kuchukua dhambi zote za mtu huyo, aliweza kumaliza kazi ya Kristo. Na Kristo huyu hakufa tu,
bali alifufuka na kushuka na alituahidi kuwa pamoja nasi na mtetezi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye jina lake ni Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Na katika Yohana 14 mstari wa 16, ili mpate kuomba chochote kwa jina langu nanyi mtapokea. Na katika kitabu cha Matendo 3, Petero alipomwona yule kilema, hivi ndivyo alivyotangaza: sina fedha wala dhahabu unayoomba, lakini hii ndiyo ninayokupa. Sio kama hakuwa na pesa, lakini anachomwambia ni kwamba pesa unazopenda zaidi haziwezi kubadilisha hatima yako, na hakika ilibidi ufe kwa sababu ya kovu ambalo limeanza kutoka katika kitabu cha Mwanzo 3. Lakini nitakupa jina ambalo unaweza kutoroka kutoka hapo. Na wakati ambapo mtu mlemavu aliamini jina hilo, miguu yake iliimarishwa na angeweza kutembea. Na ni kitu gani ambacho mimi na wewe tunatamani zaidi? Na kufia sababu ya kumwamini Mungu. Mungu anifanye kuwa tajiri. Mungu anipe pesa, ada ya shule. Mungu anifanye nikutane na mume au mke wazuri. Na kwa sababu unaomba kwa hilo, huwezi kutoka kwenye hatima yako. Mungu ndiye muumbaji, anajua kweli tunachohitaji. Shida halisi ya mwanadamu ni kutenganishwa na Mungu, na lazima aishi kama mtumishi wa Shetani kwa maisha yao yote. Na kwa sababu wachungaji, wanasiasa na hata viongozi wa ulimwengu huu hawajui jibu hili, ndiyo sababu shida zinaendelea kuja. Jina ambalo Mungu anatumia kuniokoa, na kwa wote wanaoamini katika naye yake aliwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Ni kitu gani ambacho unapambana na una mzozo nacho? Je, ni kwa sababu huna ada ya shule? Au ni kwa sababu huna kazi? Shida halisi ni kwamba Kristo siyo Bwana wa maisha yako. Ikiwa utatambua ukweli hii, basi hatima yako itaweza kubadilika moja kwa moja. Halafu shida ya Kenya siyo rais au umaskini, siyo shida halisi. Kisha matajiri hawapaswi kuwa na shida, lakini wana shida zaidi. Kuna shida zaidi ya kiroho katika mataifa yenye nguvu. Shida halisi ni kwamba Kristo siyo maisha yao, na kile Afrika inahitaji ni Kristo tu. Na hata kile Tanzania inahitaji ni mtu anayemwamini Kristo, na kuweza kuamini hii ni neema ya Mungu. Na hapo ndipo ulipokuwa mtoto wa Mungu, na hapo ndipo mwanzo wa kweli unapoanza. Na mtu huyu anaweza kuokoa ulimwengu, na hawa ndio watu ambao wameamuliwa na wamechaguliwa katika Kristo, ambayo inasemwa katika Matendo 1 mstari wa 1. Tunahitaji pesa, lakini pesa siyo kipaumbele chetu cha kwanza. Lakini kile tunahitaji sahizi tu ni jina la Kristo, ambalo linaweza kufurahia fumbo la Mungu wa Utatu. Na wakati tunapoita jina la Yesu Kristo, hapo ndipo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Na Kristo huyu anakuwa maisha yangu, Bwana wa familia yangu, na hata yeye ndiye Bwana wa mahali ninapoishi. Yeye ndiye Bwana wa mikoa na nchi ambayo yanasema uongo, na unaomba ukishikilia ukweli huu. Na siku moja, ufalme wa Mungu utakuja kama ilivyosemwa katika kitabu cha Matendo wa 1 mstari wa 3. Na hata ikiwa nitaamua na kufanya uamuzi kupitia Kristo,
bado ninaweza kuwa na shida na watu wanaweza wasiweze kuelewa maana ya jina la Kristo. Na hiyo ni sawa, kwa sababu wakati ufalme wa Mungu utakapokuja, basi nguvu za giza ambazo huwafanya watu wasiweze kuelewa Injili zitaweza kuvunjika na kukimbia. Na nguvu za kutokuamini ambazo huleta majanga haziwezi kuja, na asili ya kuzimu ambayo huwafanya watu wawe tofauti na Mungu yataweza kuvunjika. Na ndiyo sababu siwezi kuponya shida yangu ya kiroho peke yangu. Hata hivyo, Kristo alisema kwamba amemaliza matatizo hayo yote, na ninachohitaji kufanya ni kuamini na kuomba kwa kushikilia agano hilo. Kwa hivyo, unapopata nguvu za kiroho ambazo Mungu ametoa, na utaona talanta ambayo Mungu amenipa. Na unapoomba kwamba unapata utaalamu na unaweza kutengeneza kazi bora ambayo inaweza kuokoa familia yako, eneo lako, na hata eneo ambalo hauhitaji tena msaada wa watu, na kuwa na mtu anayesaidia na kuokoa ulimwengu. Halafu ni maandalizi gani ambayo wainjilisti wanapaswa kufanya? Lazima wawe na mkutano wa kweli wa kiroho, na ni lazima uwe na mtazamo na kufikiria kama mkutano wa kiroho. Na maneno mengine ni kwamba mimi mwenyewe na nchi yangu hatuhitaji msaada. Hivi sasa unaweza kupata msaada kutoka kwa nchi yako na wafadhili, lakini hakika utaendelea kujitegemea, kujiokoa, familia na hata nchi. Na kuanzia sasa sitaishi tena kwa mafanikio yangu, kwa sababu Mungu wa Utatu, Mwokozi Mungu yuko pamoja nami. Nitakuwa mtu anayeokoa na kuhuisha watu. Na ukweli kwamba Afrika ni maskini. Hili siyo janga, lakini siyo jambo la kuongeza. Lakini ni fursa kubwa kwa kutambua Injili. Nafikiria wakati una pesa nyingi na hakuna wakati wako, na nafikiria kuwa wakati ukiwa na pesa nyingi hautakuwa na wakati wako wa kusikia Injili. Na badala ya wewe kuamini Injili, utaweza kuamini pesa. Fikiria juu ya sababu kwa nini watu huenda kanisani barani Afrika, na kwa nini Yesu alikuwa mfuasi na umati wa watu kumfuata. Na ni kwa sababu tunapomfuata Yesu kutakuwa na mkate wa kutosha, au tunaweza kuwa na kazi nzuri katika nafasi nzuri. Na sababu kwa nini Yesu alikuja hapa duniani sio kutoa mkate, bali ni kuteseka na kufa na kufufuka na kumaliza kabisa dhambi zetu zote. Na maana ya kumwamini Yesu ni kusulubiwa pamoja na Kristo pamoja. Na sababu ya mimi kuishi ni kwa ajili ya Kristo ambaye ndiye Bwana wa maisha yangu. Na hiyo ndiyo motisha yangu. Na kisha, kwa nini tunaenda shuleni? Ili kuokoa ulimwengu. Kwa nini tunaenda kwenye kazi na kazi petu? Ili kuokoa ulimwengu. Hapo ndipo jinsi unavyoona macho yako katika dunia hii itakuwa tofauti, na jinsi unavyoona ukweli na ukweli kinachotokea hivi sasa itakuwa tofauti. Na shida zote ambazo Mungu amenipatia ziko ndani ya ukuu wa Mungu kabisa. Na watu katika ulimwengu huu kuteseka ni sawa, kwa sababu hawajui Injili. Na ndiyo sababu
Mungu ameniita kutambua Injili tu na Kristo pekee. Na hapo ndipo shukrani ya kweli na shukrani ya kweli huja, na hapo ndipo utaanza kuomba wakati unashikilia jambo hili. Na uinjilisti hata mimi hutaki kuifanya. Basi Mungu kwa kawaida atashikamana na wale watu ambao watapokea. Na kuna wale watu ambao wako tayari kuokolewa, na kati yao kuna wale ambao wana shida ya kiroho, na hili ndilo tatizo ambalo hata madaktari hawawezi kusaidia, na hata mmoja hawezi kusaidia, na hii inaweza kuponywa na Kristo tu. Lakini hatujui ni nani aliye na shida hii, na ndiyo sababu tunatoa Injili hii kwa kila mtu tunayekutana naye, na kati yao kuna wanafunzi ambao Mungu amewaficha. Na kabla ya kumpata mtu huyo, ikiwa kwanza utajitayarisha kama mkutano wa kiroho, basi siku moja Mungu atakuambatanisha na mtu. Na bila kujua hili, hata ukienda kwenye kambi ya uinjilisti ni moja tu ya matukio. Dhamira ya kweli ni kuanzisha mifumo 3, na unatayarisha ua mitatu ambao Yesu amesema. Ua wa makabila mengi. Nchi kama Kenya na Tanzania inaweza kuonekana kama ni nchi sawa, lakini zote zina utamaduni tofauti. Walakini shida ya kiroho ni sawa na wote wanashangaa na makovu ya kiroho na shida za kiroho. Na tunahitaji mtu mmoja ambaye anaweza kutoa jibu kwa shida hiyo ya kiroho. Na tunahitaji timu hiyo moja na kanisa hilo moja. Na hata hivyo, kwa sababu hakuna mtu aliyeshiriki Injili hii ikawa eneo la vipofu. Na kwa sababu watu huenda kanisani, kwenda shule na hata kwenda mahali pa kazi bila kujua hili, wanapata shida ya kiroho. Na kuwapa majibu mapema ni umri wa wikendi 3. Na haswa vijana wakawa silaha ya kiroho, kwamba hawawezi kusikia neno la Mungu. Na tunaanzisha mfumo ambao unaweza kuwasaidia kushikilia neno la Mungu na kuomba. Na hiyo ni maandalizi ya enzi ya kutafakari takatifu. Na mtu mmoja anayeokoa eneo moja ni dhamira ya kweli. Na haswa kwa kizazi kijacho kinachopokea Injili hii na kupokea uponyaji kupitia hiyo ni RUTC. Na mada yako ya maombi inapaswa kuwa kuinua RVC katika Afrika ya Mashariki. Na haulipi tu, lakini unahitaji kuandaa lugha ili uweze kushiriki Injili hii na lugha tofauti. Kwa hivyo, kwa kumalizia, unawezaje kuitayarisha? Kwanza ni kutoka sasa, unaweza kuanza kutoka wakati wako wa kawaida. Kama na mwanariadha na askari wanapotaka kuwa kwenye mashindano au vita, hawaendi tu huko. Na kabla tu ya kwenda kushindana au kwenda kwenye uwanja wa vita, kuna mambo ambayo huwa wanaandaa. Wanafanya mazoezi kila siku, wanafanya mazoezi kila wakati kwa vita vyao. Na kwa ajili yetu, tunaanza kuomba huku tukishikilia agano. Na ndiyo sababu ujumbe wa mimbari ni muhimu sana, na mkutano wa giza na nyumba ya misheni pia ni muhimu sana. Na ili Injili hii iwekwe ndani yetu, wakati mwingine unakariri mistari hii ya Injili.
na kuandika maneno kwenye noti yako. Na ndiyo sababu unajiandaa kupata uponyaji wa kimsingi katika akili yako, mwili na hata roho. Na mara tu unapopata nguvu hii, unaweza kuona uwanja unakufa na unaweza kuokoa uwanja. Na kwanza unafaa kuzingatia hili na kupeleka hili kwa wanafunzi wako. Lakini kuna jambo moja unahitaji kukumbuka hili. Hata ukifanya hivyo, kuna shida ambazo bado zitakuja. Hata ukienda shambani, kuna shida na unaweza kusema kwamba unashikilia Injili. Hata hivyo, bado unaweza kukabiliwa na shida kubwa. Na kufikia wakati huo, haupaswi kudanganywa na kile unachokiona, kwa sababu kiasi unachochapisha Injili hii, majibu yatakuja. Na ikiwa kweli unasuluhisha na Injili, halafu kila tatizo linajibu. Na ikiwa ulishikilia agano lakini una migogoro na mtu, basi ni ishara ya Mungu kwako kujifanya upya. Machoni mwa Mungu ni mgogoro mkubwa, lakini machoni pa Mungu ni fursa kubwa, na unaweza kupata na kufurahia CVDIP ambayo Mungu ametoa. Naomba uweze kurejesha tena jina la Kristo ambalo Mungu ametoa kama baraka kubwa zaidi. Na hilo ndilo jina ambalo Shetani anaogopa zaidi. Na ni jina ambalo lina hazina yote na upendo kutoka kwa Mungu. Nami ninakubariki ili uweze kushikilia agano la kujiokoa mwenyewe, familia na hata shamba lako. Wacha tuombe. Mungu, tunakushukuru na tunaamini kwamba baraka kubwa na neema ambayo umetupa ni jina la Kristo, na tuweze kupata mikakati 12 ambayo Shetani ameweka ndani yetu na kuitumia kama chanzo chetu na kazi ya Kristo na ufalme wa Mungu, na kujazwa kwa Roho Mtakatifu iweze kufanya kazi juu yangu na kutimizwa katika uwanja wangu. Na niweze kupata na kukutana na wanafunzi ili kuinua vuguvugu la uinjilisti. Naomba nitumike